naitwa Kasim Toto, ni afisa michezo wa halmashauri ya mji wa Mbulu. Kama unavyoona ndugu mtangazaji, hapa michezo inaendelea na sasa hivi tupo session ya mchezo wa mpira wa miguu kwa wasichana. Lakini asubuhi walianza na riadha, leo ni siku ya pili. Walianza na riadha. Kwa mbali kule unaona kule ni miruko. Kule ni wanafunzi wanaendelea na kuruka chini. Kwa hiyo tupo tunaangalia hapa. Tumewasihi sana walimu wachague vipaji vya watoto. Watoto wanaofanya vizuri ndio wachague, kusiwe na upendeleo wowote. Kwa hiyo ndio maana tumefika hapa. Niko na viongozi wengine wamekaa kule, lakini tumetoka kule tukae ofisini, tunakuja uwanjani kushuhudia nini kinachoendelea. Labda pia michuano hii ya UMISETA iko kwenye masuala ya kanda. Tufafanulie pia kwa nini kanda hizi zimegawanywa, lakini pia zinaisha lini kwa ujumla? Kwa kweli mashindano haya tunategemea yaishe kwa kanda, tunategemea yaishe mpaka tarehe 29. Ndio ratiba ya kikanda inaonyesha hivyo, kwamba tunatamani yaishe kabla mtihani wa form 6 haujaanza ili kusiwa na usumbufu wowote. Baada ya mtihani wa form 6 nadhani kwenye tarehe 21 wengi watakuwa wamemaliza mtihani wa form 6. Kwa hiyo ndo hapo tutaunda timu ya halmashauri, ambapo tarehe 30 ndo timu ya hapa ya halmashauri ambayo tutakaipata baada ya kukaa kambi siku 5 ndo wataelekea halmashauri ya mji wa Babati, ambapo kimkoa ndo inafanyika mashindano haya, yanafanyika kimkoa, ambapo ni viwanja vya Singe pale, ni viwanja vizuri tu. Sawa. Michezo mipya ambayo kwa mwaka huu imeanzishwa kwa mara ya kwanza, unaweza pia ukatuambia? Kwa kweli tunaishukuru serikali kwamba kuna michezo mipya ambayo imeanzishwa, na bahati nzuri huku kwenye maeneo yetu ya huku, jiografia ya huku, michezo hiyo kwetu ina faida tu. Tunasema kama mchezo wa kulenga shabaha. Tunafahamu huku watoto wa huku wengi ni jamii ya ufugaji, unaona. Kwa hiyo kwenye mchezo huu wa kulenga shabaha tunategemea tutafanya vizuri, na sisi hapa lazima tutoke na washiriki ambao ni wazuri, ambao wataenda kuiwakilisha halmashauri ngazi ya mkoa. Lakini malengo yetu sisi tunahitaji tutoe mwakilishi kutoka hapa kwenda kwenye ngazi ya taifa kabisa, ambapo yatafanyikia Iringa. Wito wako mmoja tu kwa wadau wa kimichezo hapa Mbulu, lakini wale ambao wanakutazama? Niseme tu kwamba niwakaribishe. Tunapofika dhana ya michezo sio kucheza tu hapa. Hata wafanyabiashara, wale wafanyabiashara mnaruhusiwa kuja kwenye kipindi kama hichi. Unakuja, unaonana na uongozi. Ukishaonana na uongozi, unafika hapa, utafanya biashara yako vizuri, kwa sababu sehemu kama hii kunakuwa na watazamaji wapo. Ndio maana halisi ya michezo. Michezo ni fursa kwa ajira kwa vijana baadaye, lakini pia hata wafanyabiashara. Lakini sio hivyo tu, ni sehemu ya kuburudika. Unaweza ukatoka na familia yako ukafika hapa uwanjani. Ukija hapa uwanjani utaona kitendo cha kumleta mtoto, hata kama ni mdogo, akaona hapa dada zake wanacheza, wanafanyaje, kesho yake. Leo hii ni kuambie tu, wana michezo wanaingizia taifa pato kubwa sana. Tunaona kwamba kuna wana michezo wengine wanakuja wa nje, wanakuja kucheza hapa, lakini pia sisi wana michezo wetu ambao wanafanya vizuri. Ni kuambie kwa mkoa wetu huu, hapa ndo wanariadha yani ukisikia wanariadha wenye majina makubwa wanatokea ukanda huu wote wa mkoa wa Manyara. Tuna Gabi ambaye anatoka kwenye safu hii ya milima, ambaye ni Gabi ambaye anafanya vizuri sana. Ameenda Boston huko akawa mshindi wa 2, juzi alikuwa mshindi wa 3, unaona. Lakini kina Kisule, kina Magdalena Shauri, unaona, wote wanatoka kwenye ukanda huu. Kina Cecilia Ginoka, wote wanatoka kwenye ukanda huu. Hawa ni wanaofanya vizuri kwenye mchezo wa riadha. Kwa hiyo sisi kwa mkoa, lengo la kwanza ni mchezo wa riadha, na michezo mingine inaendelea. Mchezo wa mpira wa miguu hivyo unavyoona. Tuna washiriki wazuri, tuna watoto ambao wako hapa, anatoka Bargish, anacheza Bunda Queens, unaona. Lakini mbali na hivyo, kwa kupitia hii michezo wengi wameajiriwa. Leo hii wako mapolisi, wengine ni walimu, wengine ni wako kwenye majeshi. Ndo maana serikali inataka hivyo, kumuandaa mtoto kuanzia ngazi hii ya chini ya msingi, ambapo wanaanzia kwenye UMITASHUMTA. Wakitoka UMITASHUMTA ambaye haya ni mashindano kwa shule za msingi, wanakuja UMISETA. Wakitoka hapo kwenye UMISETA, wakishatoka hapo wanakuwa wameshaiva. Kwa hiyo kiingia huko vyuo vikuu wapi, wakiajiriwa wanapata ajira, au anaingia mtu ni mtumishi, anakuwa ni daktari, lakini anacheza. Kuna mashindano ambayo yanafanyika tena mbele, Shimisemita. Shimisemita ni mashindano ya wafanyakazi.
Huwezi ukampata mtu kwenye taasisi anaisaidia taasisi. Kwa nini ataisaidia taasisi vipi? Atakuwa ameanzia huku chini kwenye beginners, huku ndo wanapojengwa. Unaona walimu wapo wanaendelea kuandaa vijana. Kwa hiyo niseme tu kwamba hii ni fursa serikali iliona, na ndio maana kwa mwaka huu tuko kwenye maandalizi. Tunafahamu tuko kwenye maandalizi ya AFCON, na AFCON yenyewe ndio serikali inataka tufanye vitu kama hivi, kwamba kuwa na maandalizi ya kutosha. Maandalizi yale ni kuandaa watu kimichezo, lakini na kuandaa watu katika miundombinu. Kwa hiyo serikali inapambana. Kwa hiyo kwa michezo ndio maana kuna center mbali ambazo zinaendelea. Na tuko kwenye uwanja, kwa kweli una uwanja huu ukiuona hapa nyuma yangu ni uwanja mzuri sana. Huu ni uwanja kwa hapa Mbulu, ni uwanja ambao una vigezo vyote. Unauona ni mzuri na watoto wana enjoy. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunaishukuru serikali, na serikali ndo sisi. Serikali ni watu. Kwa hiyo kama ni watu, na sisi tupo tunawatumikia watu, na ndio maana tunawatumikia wanafunzi hapa wapo. Tunahakikisha haki inatendeka ili mtoto aonyeshe kipaji chake. Hapa tunao form 5. Tunao watoto form 3, form 4, kuanzia form 1. Kwa hiyo watoto wengi wanaonufaika hapa sio wakazi wa Mbulu tu. Watoto ambao wanakuja hapa, tunafahamu kama hizi shule zenye A-level ni watoto ambao wanaotoka mikoa tofauti. Kwa hiyo leo hii watoto wanaocheza hapa sio wa Mbulu tu, ni watoto wa Tanzania nzima. Kwa hiyo ndo serikali